Na asante Mandrio, bila shaka msikilizaji, kama tulivyokuarifu, hii leo ni zamu ya kaunti ya Machakos kwa maana ya eneo la Mlolongo, katika eneo bunge la Mavoko, na hapa wananchi wanawashawasha kuweza kuchangia masuala mbalimbali ambayo yanawaathiri kila siku. Wanadhani kwamba wana usemi na vile vile wana fursa ya kuweza kutoa maoni yao kuhusiana na yanayofanyika hapa nchini. Kwa hivyo kwa moyo mkunjufu kwa takribani dakika 30 na kukaribisha katika gumzo hili, na tuwafurahi kwamba wananchi mbalimbali wanaendelea kutusihi tutembelee maeneo yao katika kaunti ya Nairobi, Machakos, Kajiado, kokote kule nchini, eneo la Magharibi, Bonde la Ufa, Kati, Pwani na maeneo mengine kote nchini, na bila shaka tutakuwa tunakufikia pale ulipo kuweza kuzungumza nawe. Nilivyoanza kwa kukuarifu mtazamaji na vile vile msikilizaji wa Radio Maisha ni kwamba hapa ni eneo ambalo huwa kuna vikao vya bunge la mwananchi, na nitaanza kwa kuzungumza na mwenyekiti wa bunge la mwananchi hapa Machakos aweze kutueleza, ama hapa Mlolongo aweze kutueleza mawili matatu kuhusiana na vikao hivi vya bunge la mwananchi. Kwa hivyo nitaanza na mwenyekiti wa bunge la mwananchi hapa atueleze mawili matatu kabla ya kuweza kuangazia masuala ambayo tutakuwa tunayajadili hii leo. Na bila shaka tuna masuala kadha wa kadha ambayo tutakuwa tunayazungumzia, nikianza na matukio ya hapo jana, maandamano yale, wahuni, yule mchuuzi kufyatuliwa risasi. Bila shaka ni taarifa ambayo tutakuwa tunaivalia njuga kwa kiasi kizuri tu, bila kusahau taarifa ambayo imeweza kusababisha ya jana. Nazungumzia mauaji ya leo Ojwang na vile vile masuala mengine mengi tu. Jina langu ni Dalmas Sakali. Niruhusu nianze na mwenyekiti hapo, utatueleza mawili matatu kuhusiana na bunge la mwananchi hapa. Naona mnaita 001, kwa hivyo tutakuwa tunatueleza mawili matatu kuhusiana na hii 001 inahusu nini. Tuanze na jina lako na kisha tueleze kwa ufupi hali namna gani hapa Mlolongo wana. Kwa majina ni Marcos Malonza, mkaji wa Mlolongo. Mimi ndio mwenyekiti ama spika wa hii Bungawani Mlolongo. Bungawani Mlolongo sisi tunakaa hapa tunajadili maneno ya wananchi, tunatetea mwananchi, ile tunaita civic education, tunafunza mwananchi ile inaitwa oversight, alafu tunaangalia maneno ya serikali ile inaenda. Tunaulizana maswali, tunasemezana na tunaendelea vizuri. Naambiwa vile vile kando na nyinyi kutoa maoni na kuhamasishana, kuna miradi hapa na pale miwili mitatu ambayo mnahusika nayo. Labda tuelimisha kidogo kuhusiana na hayo kabla tuanze mazungumzo ya leo. Vile tulianza kukaa pamoja, tulikuja tukatengeneza kitu kingine ndani yetu inaitwa self help group. Yenye tunasaidia wakati wengine tunaosha mitaru, wakati wengine tunatembelea wale watoto hawana wazazi, mayatima. Mwaka juzi tulikuwa na watoto wawili tumesomesha hapa Mlolongo Primary mpaka Mlolongo Secondary. Kwa hivyo maswali yote inahusu na mwananchi tunafanya. Sasa hamna haja nipoteze muda, moja kwa moja nianze na mwenyekiti. Matukio ya hapo jana, maandamano yale yaliyofanyika katikati ya jiji la Nairobi na vile vile maeneo mengine nchini. Wewe kama Mkenya unasemaje kuhusiana na matukio yale? Najua una maoni kijumla, kabla tuanze kuangazia details zile. Maoni yako kijumla unaweza ukasemaje kuhusiana na matukio haya ya jana? Hiyo matukio mimi kama mwenye nje ama mwana Kenya ilinihusunisha sana. Kuna neno kwa Kizungu wanaita anarchy, I don't know anarchy ni nini kwa Kiswahili. Mahali tunaendelea sisi kama wa Kenya ni kitu ya kuhuzunisha mpaka kwa the next generation. Jana tuliweza kuona maandamano, ilikuwa maandamano swafi, watu wametembea kwa barabara na bendera na machi na simu. Alafu goons wakatoka mahali, wale vijana wenye walikuwa wamelipwa wamebeba vipini. Hakuna mtu aelewi hii Kenya tunaishi, hakuna mgeni yako kwa hii Kenya. Sisi sote tunaelewa kila kitu. Kila mtu ako kwa mazisho, hakuna mtu analisha kondoo ama analisha mbuzi. Tunaelewa tuko kwa simu. Na tunajua ya kwamba hawa vijana ni kutumwa, walikuwa wametumwa na serikali. Sana sana serikali ya kaunti ya Nairobi. Bwana Sakaja, jana ulifanya makosa kubwa sana. Wale watu wengine wakisimama waanze kuongea hiyo maneno, tunataka apology from you. Ulifanya makosa sana. Ukaleta goons, wakapiga watu, wengine wakaimbia watu, na hiyo kitu ilituhuzunisha sisi kama wananchi wa hapa Mlolongo na watu wa Bungawani Mlolongo. Japo nyinyi kama naomba usonge hapa kidogo, japo sijui kama wajua wakati unamlaumu gavana, hivi una ushahidi kwamba ni gavana Sakaja ndiye alikuwa akifanya mambo hayo hapo jana? Kwani nyinyi mna ushahidi hapa? Ushahidi gani? Mbona mnasema ni gavana Sakaja? Tuna ushahidi ya kwamba tuliona hata kwa televisheni akionya watu ya kwamba wakati mwingine mkikuja Nairobi mtanipata pale. Na hiyo kitu tuliona kwa TV, alisema mtanipata pale. Na kwa kweli jana tulimpata, kwa sababu vijana walitembea na miti ya majembe na wakasema Sakaja, tumefanya ile kazi uliotutuma. Naomba ugeuke kidogo uangalie kamera kidogo. Naam. Unasema eti vijana walifanyaje? Vijana walitembea kwa streets za Nairobi.
Ukiona picha iko picha mzuri inatembea hapa karibu na City Hall. Wanasema bwana Sakaja, ile kazi ulitutuma tumefanya. Hiyo hahitaji ni scientific mtu aelewe ya kwamba watu wametumwa na Sakaja. Sakaja mwenyewe alinukuliwa akisema ya kwamba protesters mkikuja tena Nairobi mtanipata pale. Jana walimpata pale na vijana wakiwa na vipini. Sasa nilivyosema na ninavyopenda kusema siku zote ni kwamba tunatoa fursa tu kwa wananchi hapa Mlolongo kutoa hisia zao kama tulivyofanya katika maeneo mengine tutakavyofanya kila siku ya Jumatano, na bila shaka ni maoni yao na sio msimamo wa Radio Maisha. Labda nizungumze na mkazi mwingine hapa, mwana bunge la mwananchi hapa Mlolongo. Tuliona kijana ambaye ni mchuuzi wa masks akifiatuliwa risasi na afisa wa polisi. Picha ya kutisha kweli, video ya kushtua ile. Hivi wewe unasemaje? Kianza na jina lako. Jina langu naitwa Michael Kioko, mwanabunge wa hapa Mlolongo. Jana tuliweza kushuhudia kwamba huyo jamaa anaitwa Elvis Joshua alikuwa tu anauza mask, na tuliona huyo askari alikuja kama alikuwa anapita, akaja akarudi tena akampika risasi kwa ile inaitwa close range. It was very devastating kwa sababu huyo jamaa mwenye alikuwa anauza mask alikuwa jamaa tu hakuwa harmed. So ndio tunauliza hivi ndivyo kweli serikali inafaa kuishi na wananchi? Na hivi ndivyo kweli serikali yenye tulichagua iwe inafanyia wananchi? So serikali hapo ni lazima irekebishe mambo kama yale, kwa sababu Kenya is governed by the rule of law, na lazima tuishi kulingana na mikondo ya kisheria. Labda niwe a devil's advocate kidogo. Serikali na vile vile wale wanaotetea serikali wanasema kwamba kunapotokea maandamano, shughuli za kiuchumi zinasitishwa, inakuwa kuna uporaji na kadhalika. Unaweza ukasema vipi kuhusu kauli kama hiyo? Sijui nani anaweza kachangia swala hilo, kwamba wakati kunatokea maandamano hivi lazima shughuli za uchumi ziweze kusitishwa katikati ya jiji. Unasemaje, Bingwa, ukianza na jina lako? Mimi kwa majina naitwa Mkamba fulani aka Sniffer Dog. Ati unaitwa nani? Mimi naitwa Mkamba fulani aka Teke the Sniffer Dog. Mimi nasema hivi kwa maoni yangu, watu waache kuchanganywa akili zao. Sisi tunasema ile maandamano tunafanya Nairobi, sisi hatujasema tunafanya maandamano ya kuharibu mali ya watu. Sisi tunajua serikali yenyewe, tukianza na Sakaja, timu wa national government, wao ndio wanaleta guns Nairobi. Watu wanafanya peaceful demonstration. Sisi tumewaona wanabeba tu mask, simu, maji, bendera. Hiyo kitu hakuna mtu anaweza haribu mali ya watu. Ile tumeona jana, ile wakati mwingine sisi wenyewe tukiwa town pale watu wanatufamia, wananyang'anya watu mali na wanawapiga. Jana tuliona wamama wakinyang'anywa mali. Na wale watu walikuwa wanafanya peaceful demonstration, hakuna kitu ya mtu waliharibu. Kwa hiyo tunaweza sema hivi, tunaambia serikali hivi, chuma chao kiko motoni. Hauwezi ishi maisha yote kama mawe. Iko siku itafika utoke kwa uongozi, wengine wachukue uongozi, na yako bado tutaiangalia. Juzi iko jamaa nimeona akiongea usiku akisema ya kwamba wao hakuna kitu wafuatilii. Hii mambo ya Albert wako na kila kitu yote. Na juu wameona hata IPOA ile mambo wanaendelesha ni kama wameenda mlengo wa serikali. Hawana shida na hiyo. Wamesema serikali iharibu, ipatie hawa milioni 2, baba atoe milioni 1, haijalishi. Ile tunajua ule mzee ile pesa alipatiwa, yeye mwenyewe tuliona alikuwa na shida, alikuwa anaenda kwa Kware, anatengeneza pesa ndio aweze kusomesha kijana yake. Sisi tunasema maandamano lazima iendelee, lakini goons ama waizi wasiletwe town ndio waibia wafanyabiashara, ndio isemekane ya kwamba wale watu wanafanya peaceful demonstration inafanya na wale watu wanafanya maandamano ya amani. Kwa hivyo sisi tunasema kwa sauti moja, watu waacho wafanye peaceful demonstration. Goons, serikali kama mtadili na goons, ile imesemekana ya kwamba na jana wametangaza ya kwamba wakipatana na waizi tena wao lazima wataona cha mtema kuni. Asante. Bungewani Mlolongo Bungewani Mlolongo. Sasa kabla nizungumze na huyu mzee wangu hapa, mtazamaji na vile vile msikilizaji, nikukumbusha kwamba haya ni maoni ya wakazi wa bunge la mwananchi hapa Mlolongo katika bunge la maisha on the road. Na nani ajue, labda eneo lako ndilo tutakuwa tunakuja juma lijalo au juma lile jingine au mwezi ujao. Kumbuka ni kila siku ya Jumatano. Nitawauliza swali moja la kizushi, sijui nitamuuliza huyu kabla nizungumze na binti hapa ambaye najua anahusika sana na masuala haya ya haki na masuala mengine kama hayo. Kuna baadhi ambao wanadhani kwamba nyinyi wananchi vile vile huwa wachokozi sana kwa maafisa wa polisi.
Mnawaambia kwamba walifeli mtihani, wengine wanaita majina ya ajabu ajabu, wengine wanawatishia, wanawatusi matusi ambayo siwezi nikayataja hewani. Unadhani kwamba wananchi vile vile kwa kiasi fulani wao wanakuwa wachokozi wakati mwingine kwa maafisa wa polisi? Niliwaona jana wabunge katika bunge la kitaifa wakirejelea hilo. Wewe unasemaje kama mzee wangu, ukianza na jina lako? Okay, kwa majina naitwa Josephat Mutiso, mkaaji wa Mlolongo, memba wa Mbunge 1. Mimi ningesema Wakenya ni watu wako na adabu sana, watu wako na imani na polisi yao, lakini polisi wametani kutoka police service to police force. Ile naweza sema ni hivi, polisi siku hizi ni kama wanafanya kazi kinyume ya sheria. Kwa mfano juzi tulikuwa tunaangazia Lang'ati kuresign. Inasemekana Lang'ati amestep aside. There is no provision in our constitution ya stepping aside. Waja Lang'ati resign, uchunguzi ufanywe mzuri. Mimi naweza sema hivi, Wakenya tuna respect polisi, lakini polisi hakuna sheria wanatumia. Hata mtaani ukiwaona wanatembea ni kuokota tu, ni kuokota, hakuna ile wahamasisha wanakuja wanakaa na sisi kama Wakenya. Mimi ningesema hivi, polisi wangepata warudishwe kiganjo. Sababu gani? Hakuna ile uzuri wanafanya hapa. Ningesema ile serikali tunakuja kuchukua karibuni, polisi wote ningeuliza mwenye atakuja awarudishe pale kiganjo, waende watrainiwe upya na wakuwe watu wanaweza kaa na watu. Sisi wananchi tumejaribu kuwa friendly to polisi, lakini polisi wamekuwa ni kama wamekuja wameleta unyama mwingi kwa wananchi. Hata akipita mwananchi anaona ni kama simba anapita, andui anapita. Sasa polisi, tafadhali polisi, mukae na Wakenya vizuri. Mukae na Wakenya wawe na imani na nyinyi. Nyinyi ndio mnafaa mtafute uhusiano mzuri na wananchi. Sio wananchi watafute uhusiano mzuri na polisi. Lakini kwa hivyo mnasema polisi warudishwe wapi bwana? Ati warudishwe wapi? Lakini kuna baadhi ambao wanadhani kwamba sio polisi wote. Wanadhani kwamba kuna polisi wachache ambao wanaharibia jina idara ya polisi. Nitazungumza naona amevalia bendera, amebeba bendera ile ya Kenya. Jana ulikuwa katika maandamano, labda tueleze, tuanzie hapo. Jana ulikuwa katika maandamano ama ukianza na jina lako bwana? Naitwa Mwanase. Jana nilikuwa kwa maandamano. Tulikuwa tumeanza Nation Center kama saa 4. Tulikuwa watu kama 20 tuseme. Na tulikuwa hapo kwa sababu bado tangu miaka mingi sana watu wanauliwa na polisi, wanauliwa na serikali na hakuna haki. Mwaka iliyopita I think kuna report ya Missing Voices inasema watu zaidi 104 wameuliwa na polisi, na from June kwenda mbele tunajua watu 70 ndio wameuliwa na polisi, wengine hata hawajaonekana, hawajapatikana mpaka leo. So tulikuwa hapo ku demand haki, accountability, na pia malipo ya wale familia ambao wameuliwa na polisi. So si Albert peke yake, bado pia tunatetea kina Rex Kennedy hata alikuwa mdogo miaka 12. So jana tulikuwa tumerudi kufuatilia haki ya wote ambao wameuliwa na polisi. Tangu ile saa 4 walianza kuturushia tear gas na mapema, lakini hiyo si kitu ambao inaweza kutusimamisha. So hata kuingia town umeona goons tayari walikuwa wana direct traffic na marungu hiyo saa 3. So hata saa 4:30 hivyo hawa goons wa Sakaja, goons wa yule mbwa mdogo wa Ruto Kibet wametukujia na mapema, wamekuja watu kama 100 kwa bodaboda, na sisi tulikuwa watu 25. Wamekuja na hizo whips kwa Kiswahili ni viboko, lakini ile nyaunyo. So walikuja na hiyo wakianza kupiga watu, kila mtu amevaa mask, wakianza kutisha watu, kuibia watu vitu. Hiyo ni saa 4:30 na askari wako kila mahali, lakini walikuwa wanajificha wanawaachia. Haya, kisha tukangangana na wao, hata tunawaambia ninyi ndio mtaenda kuuliwa mitani na polisi, na sisi bado tutakuja kuwatetea, na ninyi mko hapa mnatumiwa vibaya. So tunawaongelesha, wakaenda mwisho baada ya kuiba na kupiga. Kisha wakarudi na mawe, wakarudi na hizo
na ile mara ya pili hata mabodaboda wa CBD tunawashukuru sana because wametusaidia kuwafukuza, wameangusha kwa boda yao moja imechomwa. Na kila wakienda walikuwa wanarudi na vita na nguvu zaidi na walikuwa wamerudi na hizo rungu kubwa sana. Na ile time wakaanza kupiga watu ovyo kwa kichwa tu. Ovyo kila mtu. Na waskari walikuwa hapo corner. So tunapiga ile corner, tunaona ile lori ya waskari, na kulikuwa na court ruling inasemekana waskari hawawezi kuvaa civilian na hawawezi vaa mask. Na tunapata gari mzima ya waskari imevaa civilian na mask na wako na bunduki hapa pia. So hata tunaenda kwao tunasema vipi, nyinyi ni waskari gani na mnakaa hapa mkituangalia tunapigwa na goons. So hata waliogopa, tumewavulia mask na wanaingia kwa gari wakaenda wale waskari. So ikaendelea hivyo, kisha wakaenda wakarudi na panga, wakarudi na visu, na mwisho walikuwa wote wameshikana na waskari. Waskari wako hapo, magunzi wako wamewasurround na wanatembea pamoja. So hii mambo ya kuua vijana, hii mambo ya kukututisha, hii mambo ya anarchy, kuna mtu ameuliza anarchy kwa Kiswahili ni nini? Mimi naweza sema ni uongozi wa Ruto. This regime ya Ruto. It's wawaji, waizi, na sisi hawezi kutua sote. So tuko hapa na nyinyi watu wa Mlolongo, watu wa Kenya, na tutaendelea kutetea haki na mabadiliko. Nitakuuliza swali moja tu, labda kwa sekunde kama 30 kama utaweza, ili nipatie wananchi wengine nafasi ya kuweza kuzungumza. Unapozungumzia tukio la jana, na ni swali ambalo nimekuuliza lakini hujalijibu, hivi tunaposema idara ya polisi ya Kenya ni idara nzima ama kuna maafisa wa polisi wachache ambao wanaharibia jina idara nzima ya polisi? Tunaweza tukasema kwamba idara nzima imeoza ama ni baadhi tu ya maafisa wa polisi ambao wameoza kwa niaba ya idara? Hii system ya polisi ni system ya ukoloni ambao imeendelea, na ni system ya kulinda the wealthy and their property. So si police force mzima inafaa kubadilishwa ile training na vile inasindikizwa. So kuna watu wazuri lakini police force mzima ndio iko na shida, imeoza kabisa. Nitaomba niulize swali moja ambalo labda watu wengi hawapendi kuuliza. Tunaposema, na labda nitazungumza nawe, naomba ukaribie. Tunaposema kwamba nyote mnasema wale goons wa jana walikuwa wanani? Sakaja. Sasa wote mnasema mlivyosema. Lakini swali ni hawa goons ni ni kaka zetu, ni wananchi kama sisi hapa. Labda hata kuna baadhi yao wako hapa, sijui kama wapo, lakini kwa hivyo ni mwisho wa siku ni sisi wananchi tunakubali kutumiwa na wanasiasa katika kazi kama hizo za hapo jana, na hatuweze tukajitokeza tukasema kwamba wale goons wametolewa Rwanda ama Uganda Kenya, ama Tanzania. Kenya. Ni wa Kenya kama sisi. Hivi tutakoma lini kuendelea kutumiwa na wanasiasa katika shughuli kama hizo? Mimi ile naweza sema serikali ya Ruto yenyewe inatumia ile njia ya kunyanyasa wa Kenya, economy kuifanya ikuwe mbaya, ikuwe ya kwamba akikuja hapa Mlolongo, akikuta huyu jamaa na huyu hawana kitu ya kuweka kwa mfuko. Kwa hivyo huyu akipatiwa shilingi 1000 atakuja kuua wewe. Kwa sababu gani? Economy imekuwa mbaya. Tungekuwa sisi wakati wa Uhuru, nakumbuka pesa ilikuanga. Wakati ya Kibaki pesa ilikuanga. Hata mtu wa kufanya biashara dogo ya kuuza nyanya, kuuza kibiriti, pesa ilikuwa. Sasa ile imekuwa kubwa sana, na ile imekuwa changamoto kwa hii serikali ya Ruto ni kwamba pesa hakuna na mimi sina kazi. Kwa hivyo ukikujiwa lazima utafanya nini? Utaenda kuangamiza wenzako. Sisi tunasema hivi, Mungu aliye juu anaona iji ya Kenya. Kwa hivyo tunasema Ruto hata kitushinda naye Mungu atashindania sisi. Ya kwamba nasema hivi, sisi tunaona ya kwamba wakati wa Uhuru na wakati wa Kibaki kulikuwa na shida. Tulikuwa na corona, tulikuwa na zile vitu zinaitwa zinge. Na wakati Ruto alichukua ushukani, hatujaipata changamoto kama hiyo kwa serikali. Kwa nini? Mungu aliangalia kaona huyu jamaa anaangamiza inji, na akasema hakuna maafa atatuletea inji yetu ya Kenya. Nikiongelelea sana kama hapa Ukambani. Enzi wakati ya Uhuru na wakati ya Kibaki tulikuwa na janga la njaa. Tangu Ruto achukua ushukani, sisi mvua inatunyeshea ya kutosha. Ikikosa kunyesha Machakos, Kitui, Makueni inanyesha ya kutosha. Kwa hivyo sisi kama mandugu na madada tunapata nini? Chakula. Sisi hatuna shida yoyote na serikali ya Ruto. Alipe watu wakiwa na Sakaja, wasikose kulipa. Siku itafika tu wale mandugu zetu wanalipwa zile hela, watakuja tena wangeukie ile serikali tena wawaadhibu. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba Munda doesn't matter how long it will take, but one time Ruto and his regime, they must leave the country, and then
people with the sober mind, they take over. Sasa eneo ni Mlolongo, kaunti ni ya Machakos, eneo bunge. Naomba nizungumze na hao mabingwa upande huu. Na hapa mtazamaji na vile vile msikilizaji ambao unafuatilia, nilivyosema tupo katika hapa panaitwaje vile bunge gani hili? Bunge gani? Bunge 1 Mlolongo. Bunge 1 Mlolongo katika bila shaka kaunti ya Machakos, na wananchi hapa wanazungumzia masuala mbalimbali. Nitakuuliza swali moja la kizushi lakini Rais William Ruto anasema kwamba amepiga kazi vizuri kwa miaka mitatu iliyopita. Anasema kuna housing, anasema sasa hivi kwamba baadhi ya Wakenya wameweza kupata hustler fund, anazungumzia mbolea bei nafuu, mbolea ruzuku ile. Ukimuuliza rais kulingana naye, anasema kwamba amechapa kazi. Haelewi mbona wewe kama Mkenya unalalamika bana. Anasema hata bei ya unga imeshuka. Eti walipoingia mamlakani ilikuwa shilingi 250. Sasa hivi labda ni 150, 170 pale. Hivi unasemaje wakati rais anasema hayo? Si maneno yangu, naona mnanungunika, ni maneno ya Rais William Ruto. Inatuuma. Labda tueleze kidogo ukianza na jina lako. Kwa majina naitwa Henry Mutua aka Prince. Ningependa niseme kana kwamba wakati ukweli unapodhihirika uongo ujitenga. Ni kweli rais anasema kana kwamba amefanya maendeleo hapa nchini Kenya, lakini kwangu mimi ni uongo. Kwa sababu gani? Hizo nyumba ambazo anasema amejenga hatujaiziona. Hatujaipata mtu yoyote anayesema kana kwamba kuna nyumba zimejengwa na tayari amepata mmoja na anaishi pale ndani. Hivyo basi huo ni uongo. Ukweli ni kwamba unga enzi za uhuru ulikuwa 100 na sasa hivi tunaona iko 120, kuna nyingine iko 170, 160 hapo, inategemea ni gani. Lakini kwa hayo yote, ile kitu mzuri ambayo serikali ya Ruto imefanya ni kuua. Hakuna kazi ingine mzuri ambayo tunaweza shuhudia serikali ya Ruto imefanya. Jambo lile lingine ambalo serikali ya Ruto imefanya ni kufunja sheria. Serikali ya Ruto haifuati sheria. Katiba ya Kenya wameivutilia mbali na wanafuata mambo yao. Kwa sababu gani ndugu yangu? Ukweli ni kwamba ukichukulia hiki kiza ambacho kilifanyika pale Kisumu pale Homa Bay au cha huyu jamaa anaitwa Albert. Hicho ni kiza ambacho ni cha kuhuzunisha sana. Mtu anachukuliwa, anashikwa na maafisa wa polisi, anapelekwa pale katika police station ya kwanza, kisha baadaye anasafirishwa, analetwa hapa Central. Baadaye ni maiti. Kenya tuko na sheria na kuna haki ambayo kama huyu mtu alikuwa amefanya makosa, pengine alikuwa ametukanana, ilifaa achukuliwe sheria. Kulingana na katiba, nikishikwa nikipelekwa pale cell, baadaye ninapelekwa mahakamani, kisha nihukumiwe na sheria. Huyu mtu alishikwa na kupelekwa pale Central, baadaye ni maiti. So hakuna kitu ambacho tunaweza zungumzia kizuri ambacho Ruto amefanya isipokuwa ni wizi na kufinya wananchi kwa kusudi tu awatumie vibaya kwa kuwapea 2,000 na 1,000 ili wapate kujiangamiza. Lakini wewe wakati unapewa 1,000 mbona usikatae? Siwezi kataa kwa sababu ninajaa mtu wangu na hizi pesa ni zile zetu. Kumbuka hizi pesa ni zile tunalipa ushuru. Ndakataaje? Siwezi kataa, lazima nichukue kwa sababu ni zile ninalipa ushuru. Kwa hivyo unachukua ile 1,000, 2,000 kwenda kupiga makofi na wakati mwingine kuzua vurumai. Ninashika, ninachukua 1,000, nipige makofi, na kukiwa na maandamano ya upande huu mwingine pia nitaenda. Mfano mzuri, wale gunzi uliwaona pale na mipini jana. Wasipopewa hiyo 1,000, kesho yake utaona upande huu mwingine. Na Kenya itakuwa ni kupigana upande huu na upande huu. Kwa hivyo wale watu wa kulaumiwa sana sana ni viongozi. Na niseme hivi, kama tuko na watu wambaya zaidi katika hii Kenya, ni wabunge wa Kenya. Kwa sababu wao ndio wanatengeneza sheria. Na haina haja tushinde kung'ang'ana ni kama tunabishana upande huu na upande huu. Wewe ulisikiza vile Kimani Ichung'wah alizungumza jana. Unaona? Vile walizungumza pale jana uliona? Unashindwa hawa ni Wakenya wa aina gani? Hawa ni viongozi wa aina gani? Mtu kama Sakaja anachusha level yake hivi kwamba anaweza lipa kijana anayekunywa pombe, anachonga mohoka, anaishi kila maisha ambayo ni ya ufukara.
Haya. Am- Naona bingwa anaanza kukasirika. Sio kukazika bro. Hapa ni ukweli bro. Naona mama anapiga makofi hapa. Naomba akaribie hapa. Mama, labda utatueleza jina lako na utueleze. Hivi wakati unaona kisa kama kile ama picha kama ile, kijana akifyatuliwa risasi kichwani, na tunazungumzia vile vile kisa cha Ojwang ambacho hata hatujaweza kupona kama taifa. Wewe kama mama, ni kitu gani ambacho kinakupita akilini? Anza na jina. Jina langu naitwa Rose Molei. Mimi ni mkaaji wa hapa Mlolongo, Bunge 1. Kisa cha jana kimenihuzunisha sana. Niliona risasi tu mtoto akiuliwa vizuri sana. Na sio hii serikali iko na shida gani? Shida hii serikali ni kuua watoto. Na tumesomesha vizuri sana. Ingekuwa wanawapea watoto kazi, au watoto hawangeandamana. Kile naomba serikali ichukulie hao watu wanabeba hiyo nyaunyo na hao watu wa Sakaya, by the way. Waanze washikane na wananchi. Sisi zote tuende pamoja. Tusiwe mtu anauawa na tunanyamaza. Tusiwe mtu anauawa tunapewa hela ya 2 million. Niliona by the way Lutu akipea watu 2 million. Alfred akauawa. Sasa hata huyu mzee amechanganyikiwa afanye nini? Nao majensi tuko ground. Tuko ground lakini tunauliwa na bado wameshachukua hela. Kila naomba wasasi wasijaribu kuchukua hela. Tunataka justice. Tunataka justice. Tunataka justice. Kwa hivyo wazazi msijaribu kuchukua hela huku na huku. Si ati unachukua hela utasaidika, au utasaidika sitaibiwa na hao watu. Na watoto ni wetu. Mtoto ni permanent. Mtoto ni permanent. Angekuwa goa angekuwa sawa. Naomba serikali watuhurumie watoto wetu. Tuwaone baadaye. Msikilizaji na vile vile mtazamaji, nilivyosema na bado nitasema tena, tupo Mlolongo katika kaunti ya Machakos, eneo bunge hili la Mavoko, na hapa naambiwa ni bunge 1 hapa Mlolongo, na walivyosema wenyewe, kando na kutoa maoni na kuhamasishana kuhusiana na masuala mbalimbali ya uongozi, wanafanya vile vile shughuli tofauti za kuweza kusaidiana ama uhisani katika jamii. Bunge 1 hoi! Bunge 1 Bunge 1 ha! Bunge 1 Bunge 1. Nirudi kwa mwenyekiti hapa nizungumze na mwenyekiti kidogo. Bwana mwenyekiti, swala hili la Ojwang na ni swala ambalo ndilo limetufikisha hapa tulipo sasa hivi. Idara ya polisi na idara zinazohusika na uchunguzi, idara ya upelelezi na bila shaka IPOA ile, wamekuwa wakiendeleza uchunguzi kuhusiana na hili. Tumeweza kuona maafisa wa polisi takriban 20 ama watu zaidi ya 20 wakihojiwa katika kuweza kufumbua fumbo hili la jinsi Ojwang aliweza kuuliwa. Na majuzi zaidi tumeweza kumuona Eliud Lagat ambaye ni naibu IG ama naibu inspector generali wa polisi akiweza kujiondoa ama kustep aside ile. Hivi unasemaje kuhusiana na haraka ama upesi ama mchakato mzima kuweza kutafuta wauaji wa Albert Ojwang? Hii swala ya Albert Ojwang ukiangalia sana ni vile ilitoa ile inaitwa public outrage. Ndio watu wakapiga kelele sana kwa sababu hii kitu ilionekana kwa kamera, hii kitu ikaonekana kwa TV na watu wakakasirika sana. Lakini wale watu wameolewa kwa mikono ya serikali ni wengi wenye hatujajua. Na hii kitu inatuhuzunisha sana. Iwapo ya kwamba DIG Langat alistep aside, sisi hatujaelewa kustep aside inamaanisha nini? Kustep aside from what? Ile kitu tunataka ni ya kwamba leo tumesikia IPOA imemuita DIG aende kujibu maswali. Na ni kwa nini DIG ajibu maswali na arudi aende nyumbani? Mkwana alijibu maswali na akakaa seli. Taalamu aliulizwa maswali na akawekwa ndani. DIG Langati anaulizwa maswali na anaenda nyumbani. Kwa nini? He is the architect of this death. Yeye alianza kukua mlalamishi. Swali ni alikuwa analalamika kwa nani? Yeye ndiye amesomea kitengo cha polisi. Alikuwa analalamika kwa nani? Yeye ndio mlalamishi na yeye ndio ana execute hii maneno ya mada. Ile kitu tunaomba kama IPOA haitaki kufanya cover up. DIG Langati leo akifika kwa ofisi ya IPOA akimaliza kujibu maswali, tunataka DIG Langati apelekwe korokoroni. Na hii maneno ya kupeleka watu Muthaiga pale, hiyo sio korokoroni. Tunataka mtu kama ni kupelekwa apelekwe Kamiti ama industrial area. Saa hii tuko na baba yao, huyu jamaa alikuwa governor wa Kiambu Waititu. Ako Kamiti. Lakini unasikia mtu kwa sababu ni mtu wa hadhi ya juu na ameoa mtu ati ako korokoroni na anafichwa kidogo hapa Muthaiga ama hapo Kilimani, nimesikia kuna special cell hapo. Tunataka huyo mtu afichwe mahali kuna hao watu wengine. Ndio hao gunzi wenye wanatolewa pale watolewe pia wamshikashike vile huyo jamaa alishikashikwa. Hiyo kitu inatuhuzunisha sana. Nikimalizia hii maneno acha nikwambie kitu moja.
Sisi hapa Machakos tumejipanga. Tumejipanga kwa nini? Swali hii ya extrajudicial killing kuimaliza ni kutoa hii serikali. Hakuna vile utaoa mtoto wa mtu alafu peane 2 million. Kwa hivyo nyinyi mnasema one term. Sisi tulisema one term kitambo. Sisi tulisema one term kitambo. Hamtaki 10 bila break. Hakuna na wakicheza ni half term. Sisi kama hapa Machakos siasa zenye tunafanya ni siasa moja tu ya one term. Kwa governor tumejipanga. Kwa MP tumejipanga. Kila mahali tumejipanga vizuri sana. Tuko na siasa moja tu ya kutoa nyoka kwa nyumba, kwa sababu hii nyoka imeoma watoto wengi, wamekufa, tuifukuze kwa nyumba. Na wacha nipongeze Bwana Rigathi Gachagua. Unajua wakati Bwana Rigathi Gachagua alikuwa anasema he is Mr. Right, yeye ni mtu wa kuongea kweli, wengine tulikuwa tunatia taswisi. Akasimama mahali akasema kuna mtu pale anaitwa DG Lang'at ako na kikundi. Watu wakasema hapana, huyu mtu ni kuropokwa. Kila mtu Kenya ameona ama mjaona? Hii maneno imeonekana na tunashukuru Gachagua vizuri sana, akasema ametuambia ukweli. From the inside ametuambia ukweli yule mtu anafanya hii maneno. Kwa hivyo sisi kama wananchi wa mbunge wani Mlolongo tumejipanga. Na siasa yetu ni moja tu, kuondoa hii serikali ya ufisadi na ya uhalifu na ya kasongo, kuitoa kabisa na kuipeleka mbali. Na sisi tumejipanga hii design. Hakuna mtu ajui hata hii Kenya president mwenye anayekuja the 6th Stephen Kalonzo Musyoka. Na tuko sawa? Na hakuna mtu ajui ya kwamba ni Stephen Kalonzo Musyoka. Lakini kuna huyu hapa anasema naona anasonga mbali. Kuna huyu ambaye amevaa macho nne. Macho nne anasema 10 bila break. Ama nimekosea bwana? Utanipea nafasi nijibu. Endelea, unasema 10 bila break kama mimi ndio nimesikia vibaya bwana. Nasema nusu. Kwa jina naitwa Jonathan Ndunda, mkaaji wa hapa Mlolongo na mwanabunge wa Bungewani ya Mlolongo. Nikijibu yale ya maswali umeuliza. Mwanzo nataka kuongea na wananchi wale wanaitwa Kenya Police. Sielewi sheria za Kenya ni za nani. Sheria zilitungwa na bunge. Na bunge ikazipeleka kwa wananchi through a referendum. Tukatoa katiba ya kitambo, tukaleta katiba mpya ambayo imeeleza kinagaubaga kila kosa likifanywa Kenya thawabu ni nini. Mimi nataka kuongea na ndugu zetu, dada zetu Kenya Police. Ulipoajiriwa, juu umeajiriwa na wananchi wa Kenya, ukafanywa constable of the Kenya Police. Uliambiwa mtu akilala na mwanamke kwa nguvu, sheria yake ndio hii. Na hiyo sio mambo yako. Kazi yako ni kumpeleka kotini. Ndio koti ikafanya interpretation of the law. Ndio huyo mtu ajulikane mahali atapelekwa. Hii bunduki, umepewa bunduki tu kulinda mali na uhai. Na yale tunaona ni mambo ya kuhuzunisha sana. Kenya mahali tumetoka ni mbali. Na we are not ready kurudishwa huko by anybody, by any team, by any society. Yale tumeattain over the years, we can't wish them away. Hatutasimama kuangalia Kenya ikirudishwa siku za enzi za ukoloni. Na kile tunaongea ni kwamba hawa watoto wanauawa, walipelekwa shule wakasoma. Inji hii watoto wamehitimu proper. Education is the key to future success. Na ikiwa tumesomesha watoto ndio waweze kuona nyakati zinazokuja kwa njia inayofaa. Kenya saizi iko na watoto wengi wanaofanya kazi kwa nchi zingine. Hii inawezekana kwa sababu walienda shule proper. Na watoto wamesomeshwa, imekuwa rahisi kwa askari wetu. Ati mtu akiamka na bunduki ana direct kwa mtu anampiga risasi. Mimi kama mwananchi wa nchi hii na mkaaji wa Mlolongo wa kaunti ya Machakos, ninaongea yafuatayo. Ikiwa tumepea serikali yoyote muda wa kutuongoza na iende against katiba yetu, kitu cha maana cha kufanya kwa hiyo serikali ni kujiondoa, tuweke serikali ambayo itafuata katiba ya nchi hii. Wacha nimalizie. Nasema hivi, wananchi wa Kenya mjitayarishe. Hakuna serikali tunapeanaga permanently. Tunawapeaga muda wa miaka ngapi? 5. Na wakifail mtihani wanaondoka. Tujitayarishe next election tulete serikali mpya ambayo tena itaongozwa na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Thank you.
Sasa hapa naona cousins. Hi cousins. Hi cousins. Naona hapa cousins wanasema ni Stephen Kalonzo Musyoka, japo najua ni mjadala wa siku nyingine. Na najua tunaelekea mapumzikoni tupate habari za sasa mwendo wa saa 3, kisha tutakuwa tunarejea hapa kuhitimisha. Lakini nina Gen Z hapa. Nitapiga story na Gen Z kwa dakika moja tu. Tunaelekea kuadhimisha mwaka mmoja tangu matukio yaliyofanyika kule bungeni, na sote tunafahamu yaliyofanyika, Wakenya wakaweza kuuliwa. Wewe kama Gen Z, unadhani kwamba haki imepatikana? Unadhani kwamba sauti yako inasikika katika taifa hili letu la sasa? Kwa dakika moja, ukianza na jina lako. Okay, kwa majina naitwa Esther Mudhiu. Yeah, I'm 25 years old. Ongeza sauti kidogo tu. Kwa majina naitwa Esther Mudhiu. Mimi ni mkaaji wa Mlolongo. I'm a Gen Z. I'm here to represent the Gen Zs. Okay, as a Gen Z, sioni kama tumeshaipata haki. Nasitikika sana tunatumika vibaya. Tunaamka kutetea haki zetu na wakati tunaongea mashida zetu tunauawa. Hiyo haifai kabisa. Kuona kila siku mtu anashikwa, anarushwa ndani, kesho yake hayuko, hiyo haifai kabisa. Na unakaa chini unaona mzazi wa mtu ameona amepoteza mtoto na unapewa 2,000,000 na unachukua na unasema uko sawa. Hapana, hakuna kitu kama hiyo uko sawa. Tunatetea haki za mtoto wako na unaenda hapo chini unapewa 5,000,000. Hapana, hiyo sio maisha. Tunapaswa kukaa chini. Wabunge waangalie nini shida ya Kenya. Nini mbaya? Tulikosea wapi? Tumekosea wananchi wapi? Sio saa zote tunaamka kusema shida zetu. Mmemalizana na sisi. Mnadhani mkituua wengine hawataongea? Surely. Wengine mkituua wengine hawataongea? Mnadhani mmezima mmoja juu mmemaliza? Mnadhani kesho hakuna mwingine atajitokeza aongee? We are not doing the correct thing as Kenya. We are failing as Kenya. We are failing, totally failing. And it saddens a lot to see every day someone is being killed and nothing is taken. Hakuna sheria inachukuliwa. They don't say it's something. Ruto, you have to address your people. Rule rightly. Si kuamka tu unajitawala. This is not your bedroom where you have to make your orders. This is not your bedroom. Ukitaka kulala na bibi yako unataka kulala na yeye na cha nguvu. Hapana. This is not your bedroom. This is not your bedroom. You either sit down with Kenyans and talk their problems and solve their problems. This is not your bedroom whereby you have to speak and you have to be heard. No. You have to listen to the people down there. Know their problems. Know how to live with them. Know how to solve them. Asante. Yeah. Sasa zile ndo ghadhabu zile za Gen Z. Wanasema jamani, Rais William Ruto itabidi uangazie baadhi ya masuala haya. Bila shaka shukran Manrio, ulivyosema hapa ni Mlolongo katika kaunti ya Machakos, eneo bunge ni eneo bunge la Mavoko. Na ulivyosema maoni haya si bure tu. Wakati tumekuwa tukiendelea na kikao hiki cha bunge la mwananchi, japo ni bunge la maisha mashinani ama on the road, mwakilishi wa wadi eneo hile mweza kufika na tutakuwa tunazungumza naye mawili matatu. Hivi anajisikiaje wakati anasikia wananchi wakizungumza wanavyozungumza kuhusiana na uongozi katika ngazi zote bila shaka. Lakini nilikuwa nimekudokezea kitu kabla kuelekea mapumzikoni, mtazamaji na vile vile msikilizaji, kuhusiana na ziara anazozifanya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, ambaye anasema kwamba nani amesema hana base. Sasa tunaona anafanya ile empowerment, ile economic empowerment programs katika maeneo mbalimbali nchini. Watakuwa wananieleza hawa wananchi wanasemaje kuhusiana na mpango ule ama mradi ule anaofanya. Japo walivyosema Manrio, msikilizaji na mtazamaji, tukukumbushe kwamba haya ni maoni ya mwananchi ambaye anahisi kufinyika na sio msimamo wa Standard wala Radio Maisha, lakini tunatoa jukwaa kwa wananchi kuweza kuzungumza na vile vile kuweza kutoa hisia zao. Bungewan hoi. Bungewan ha. Radio Maisha tuko pamoja. Karimu msahau, tuko mbele pamoja, sio? Tuko mbele pamoja. Radio Maisha tuko mbele pamoja. Bingwa, labda nianze nawe. Naona umekuwa ukinikonyeza ukiniambia unataka kuanza na hili la Kindiki. Ya Kindiki. Unasemaje kuhusu hili? Mimi nilikuwa nasema hivi, kama mkazi wa Mlolongo, sisi tunaomba Profesa Bwana Kindiki, umekuwa mkikuwa na mzururu kwa zile kaunti zingine za nchi ya Kenya. Hapa kwetu Machakos, Kitui na Makueni, mmekuwa mkitutesa kwa sana. Tumeona mzururu umekuwa kule Masinga. Pesa ikotolewa milioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 500. Baada ya wewe kuondoka,
pesa yote ikawekwa kwa kikapu na ikapepea. Sisi tunasema kama Wakamba hatutaki kutumika kama rubber stamp. Saa hii tunasema on Saturday you are coming to Mavoko. Tunasema ya kwamba pesa kwanza. Kama mkutano hiko ukisema ni milioni 5 imetoka, sisi kama tunatapata 5,500 tafadhali tunaomba Bwana Kidiki tupate hela. Pesa isikuwe ya kupika watu rubber stamp, mnachukua picha ndio muende kuambia Bwana President watu wa Ukambani wamekubaliana na nyinyi. Tuliona kule Mwala pesa ililetwa, Kawaya akaondoka na hela. Sisi hatuna mengi ya kusema, ile ingine nasema ya kaunti ya Machakos. Hata Mwalio kule Masinga, Mwalio aliondoka nayo yote. Hata Caleb aliondoka na hela yote. Kule Mwingi nayo, kule hatuongei Mutuse bwana, wewe umetumaliza. Lakini tunasema dawa yenu na chombo chenu kimotoni. Sisi kama Wakamba tunasema kama hauko nyuma ya Stephen Kalonzo Musyoka 2027 uenda ukiendanga. Final, I'm talking about the county of Machakos. Nasema hivi, tumegundua ya kwamba governor wa Vinya Ndeti ile kazi anaendelea kufanya. Serikali kuu imeanza kuingililia uongozi wa Machakos County. Kwa nini? Mtu yote yako nyuma ya Stephen Kalonzo Musyoka amesemekana ya kwamba awekewe vizuizi Kalonzo Musyoka akose ground. Sisi tunasema hivi, waandame wa Vinya walete pesa ground namna gani? Sisi Stephen Kalonzo Musyoka, governor wa Vinya Ndeti, na mtu yote yako nyuma governor wa Vinya Ndeti na Stephen Kalonzo Musyoka, sisi mpaka 2027 kiti lazima. Asante. Niruhusu nizungumza na mwakilishi wadi wa eneo hili ambaye ameweza kufika wakati hivi. Wewe umejuaje tuko hapa bwana? Nimesikiza ground. Umejuaje tuko hapa mheshimiwa? Nimesikiza ground. Tunasikiza ground. Mimi mtu akusikiza ground. Labda tuanze na jina lako kwa faida ya wale ambao hawakujui. Kisha uniambie wananchi wanauliza hizi pesa mnatoa katika empowerment programs Harambee mnatoa wapi? Ile hali mishahara yenu tunaijua. Hivi nyinyi mnatoa wapi hizi hela bwana? Tuanze na jina lako lakini. Ya, kwa majina naitwa Daniel Ndwiki, MCA hapa Mlolongo, na wakaribisha nyote. Sasa yangu la kusema ni ya kwamba kwa hiyo mipango ya empowerment, sisi kama watu wa timu Kalonzo, sisi kama watu wa Wiper, sisi watu kama wale ambao ni watu wa kusikiza ground, hii maneno hatuko ndani yake. Ni maneno tunaona inaendelea na wananchi wenyewe wamesema ya kwamba maneno yenyewe haiendelee vizuri. Yes. Kuna jambo limetajwa kuhusiana na serikali za kaunti. Sijui kwa maoni yako unaweza ukazungumziaje serikali ya kaunti ya hapa Machakos? Na swali hili nakuuliza kutokana na kwamba wananchi wanahisi kwamba fedha nyingi ambazo zimekuwa zikitoka katika serikali ya kitaifa zikija katika kaunti zinatumika visivyo, na bunge la kaunti limekuwa likilaumiwa kwamba mnatepetea katika kufanya wajibu wenu wa oversight. Unaweza ukazungumziaje wale ambao wanadhani kwamba nyinyi wawakilishi wadi, nyinyi watu bure kabisa? Wasemaji kuhusu hilo? Ni maoni ya wananchi lakini. Ya, wananchi wanasema wako na haki ya kusema. Mimi yangu ya kusema ni ya kwamba pale Machakos tumesimama kindede kama MCAs, tunaweza kufanya kitu inaitwa oversight. Kama kwa wakati huu tuko na ile kitu inaitwa budget. Today kama leo tunaenda kuinterrogate mawaziri na makatibu kuhusu mambo ya budget. So lazima tupitie budget ya Machakos tuone, kama mimi nione Mlolongo barabara imetengewa. Na wakati tunamsikia kama kuna furugu ya hapa na pale, mimi kama Mlolongo itakuwa imetengewa pesa, niko tayari kuleta hiyo furugu. Kwa sababu nimechaguliwa nikatetea watu wa Mlolongo. Tuko na miradi mingi sana hapa Mlolongo ambayo tunataka hii financial year iweze kuisha. Kwa hivyo sasa nikielekea pale ni kuangalia hii mradi, hii barabara ya Gossip imepewa pesa ngapi? Kama injapewa pesa sasa vita itaanza pale. Lakini kwa sababu tumeongea na governor, ametuhakikishia kwamba ameweka pesa pale, ile miradi ambayo imeanzishwa hapa Mlolongo ikaweze kukamilika. Manake wananchi vile wamesema wanataka kuona miradi imekamilika. Unless miradi imekamilika, wananchi watambui kama ni mradi. So tuko na hiyo barabara, tunaomba imalizike, tuweke pesa leo. Sisi kama wambunge tuenda tuseme pesa iwekwe, hiyo miradi iweze kuisha, wananchi waweze kufurahia. Kwa hivyo sisi kama oversight yetu ni kuhakikisha kwamba governor amefanya kazi. Si kupiga governor, si kumtukana, si kwenda kinyume na yeye, si kumsema mambaya, lakini ni kuangalia kwamba ile pesa ya Machakos imefanyia wananchi wa Machakos kazi. Labda swali la mwisho kabla ni kuachilia endelee na shughuli zako, niendelee kuzungumza na wananchi. Sasa hivi kuna mvutano kati ya bunge la kitaifa na seneti kuhusiana na fedha ambazo zinafaa kutolewa katika serikali ya kitaifa kuja katika kaunti katika mwaka wa kifedha wa 2025-2026. Tunapozungumza sasa hivi makadirio ya bajeti yaliyosomwa na Waziri John Mbadi yalitengea kaunti shilingi bilioni 405, japo maseneta wanataka shilingi bilioni 450. Sasa hivi kuna kamati ya kujaribu kutafuta mwafaka ambayo inaongozwa na
Ali Roba, seneta yule wa Mandera, pamoja na mbunge Atandi. Hivi unasemaje kuhusiana na kiwango cha fedha zinazotoka katika serikali ya kitaifa kuja katika serikali za kaunti, na kwamba kuna mjadala kuhusiana na baadhi ya majukumu ambayo yanaonekana kudumishiwa katika serikali ya kitaifa, ile hali yanafaa yaje katika kaunti? Wewe kama mwakilishi wadi unasemaje? Ya, hiyo ni kweli kabisa. Serikali za kaunti zinataka pesa. Hata hiyo 415 pesa kidogo, lakini serikali iachilie hiyo 450 ili iweze kufika kwa counties tuweze kupata maendeleo. Kwa sababu vile tunajua hii serikali iko ama kiongozi wa serikali ambaye ni rais wetu hakuwa anapenda mambo ya devolution. Ndio maana unaona anataki kuachilia pesa kwa county. Ndio maana unaona hata pesa ile anaachilia kama amechelewesha. Kama sasa kuna pesa mingi nje achiliwa na atakuja kuachilia dakika ya mwisho ili siweze kutumika. So tunaomba serikali kubwa ikiongozwa na Rais Ruto awe na goodwill na mambo ya counties. Kwa sababu counties inafikia wananchi. So hiyo pesa iachiliwe na iongezwe niweze kupitishwa. Na ile nyingine ni pesa sisi kama MCAs hatuna kiti, hatuna ile budget ya kufanyia wananchi hata kitu kidogo. Tunaomba pia katika budget sisi tukonsidiwe. Vile wenzetu MP wako na CDF, women rep wako na ngao, sisi kama MCA tupe pia kitu kidogo kidogo. Manake kuna shida ndogo ndogo zinasumbua watu wa Mlolongo. Na kama tungekuwa na hiyo kitu tungejifanyia sisi kwa sisi, hiyo pesa ingie kwa mfukoni yetu, hawa wananchi wachifanyie kazi dogo dogo, Mlolongo wese kuwa mzuri. So tunahimiza hiyo mswada iko kwa Senate kuhusu World Fund, sisi kama MCA tupewe kitu ya kufanyia wananchi kazi. La kumalizia ni kusema kwamba na shutumu ile mauaji inaendelea Kenya, hiyo ni unyama na hiyo si ile Kenya ambayo tulipata independence miaka zaidi ya 60 imepita. Hiyo maneno kama kiongozi wa Mlolongo ninashutumu sana hiyo maneno. Na nitangazia wakati wa Mlolongo, mnajua ile vita nyingine ilikuwa kwa Mlolongo, tulipoteza vijana 6. Kesho on Thursday hiyo kesi iko pale Mafoko kwa koti. Kwa hivyo mjitokeze kwa wengi. Kesho saa 3 ya asubuhi ile kesi ya wale vijana wa Mlolongo waliuawa wakati wa maandamano itakuwa kesho pale na inaendeshwa na polisi IPOA. So tufike pale ili vijana wetu waweze kupata haki yetu. Kuna msichana anaitwa Njeli alipigwa risasi pale akitoka college pale Mlolongo Vocational Catholic College hapo. So tumeongea na wasasi wao, kesho tuko pale tuhakikisha kwamba watu wa Mlolongo waliopoteza maisha yao wamepata justice. Thank you. Asante. Yule ni mwakilishi wadi wa eneo hili. Kumbuka tuko bunge 1, bunge la mwananchi katika eneo hili la Mlolongo katika kaunti ya Machakos. Na naambiwa kwamba muda wangu umeyoyoma kweli kweli, kumaanisha labda nitakuwa na dakika chache kuweza kuhitimisha. Lakini nitazungumza na bingwa hapa kuhusiana na pale alipomalizia mwakilishi wadi kuhusiana na ugatuzi. Na nitakuuliza swali la moja kwa moja. Is devolution working in Machakos? Kwa maoni yako, ukianza na jina. Kwa majina naitwa Daktari Shadrack Mutei. Na nataka kusema hivi, ugatuzi Machakos inafanya kazi na inafanya kazi kwa sababu maendeleo inaweza kuonekana kutoka kwa kaunti, kutoka juu mpaka kwa vitongoji zote. Sababu Machakos ukienda saa hii ukizunguka utaweza kuona kila wodi kuna project ama miradi inaendelea serikali ambayo inaonekana. Ile kitu naweza omba serikali kuu ni iwezeshe counties ziweze kupata pesa wakati inafaa, na hiyo mgao wa pesa kutoka kwa serikali kuu kuja kwa counties zetu uweze kuongezeka, utoke hiyo bilioni 405 uende bilioni 450. Sababu hiyo pesa, ile pesa inabaki mingi kwa serikali kuu, ile kazi kubwa inafanya kubwa tunaona ni hiyo kutekeleza vitu ambazo hazieleweki, kama kuleta project kwa counties na kwa constituencies zetu. Tunaona pesa inapatiano shilingi 100, unaambiwa hiyo ni pesa ya maendeleo inapewa wananchi. Hiyo Kidiki wanafanya na Ruto, hiyo ni siasa, si maendeleo. Tunataka kuona pesa inatoka inaletwa kwa vikundi, kama ni vikundi zipewe pesa za wamama, vijana, na tuweze kuona pesa ile nyingine enda kwa counties zinafanya kazi. Asante. Nitazungumza na huyu bingwa kisha nimalize na mwenyekiti kwa sababu ya muda. Kwa ufupi tu, unapoangazia ugatuzi, kwa sababu baadhi ya Wakenya na tumeweza kuona baadhi ya magavana wakipatikana na mamilioni ya fedha za Kenya, dola za Marekani katika majumba yao, na kuna wale wanadhani kwamba zaidi ya kugatua rasilimali tuligatua vile vile ufisadi. Wewe kama mkazi, sijui maoni yako ni gani? Hiyo swali umeuliza ni ya kweli kabisa. Tumeona sehemu nyingi pesa ikipatikana ya kihakika kwa watu. But nikiongelea hapa Machakos, kutoka ugatuzi uanze mwaka wa 2013, mimi kama mkaaji wa Mlolongo na Mavoko, sasa ndio nimeona projects, major projects
under the guidance of Wavinya Ndeti. Na yale naongea ni ya ukweli. Nitataja projects ambazo zinaendelea hapa. Kwani hivi nyinyi wakazi wa hapa, nyinyi ni kana kwamba bunge la mwananchi hapa Mlolongo, nyinyi ni watu wa Wavinya Ndeti wana? Sioni. Asante. Wacha hiyo swali ameuliza ni swali mzuri. Ukiniangalia mimi ni mzee. Nimepitwa na mambo ya kuongea uongo. Mimi nimepeanwa tu kwa wananchi kwa sababu, yani nakaa na wananchi kwa sababu ya kuongelea kile ambacho ni cha haki. Saizi kuna barabara imeongelewa na MCA ambaye ametoka hapa Bwana Ndweki. Tuko na barabara ambayo ni major project hapa Mlolongo. Kwanza polisi mpaka Gossip. It's a project ambayo ita cost around 500 million. Hiyo project ikishaisha itaunganisha Mlolongo phase 1, phase 2 na phase 3. Na ambayo Wavinya Ndeti ameianzisha, na saizi tunapoongea karibu nusu imefanywa 3/4 of the work. Tunayo hospitali ambayo pia phase 3 imekuwa hapo kwa muda. Sasa kuna project ameanza a new block na ishaanza, na ambayo tunaona kazi inaendelea. Sio Kimau hapa, MCA hakuongelea hiyo, wacha niitaje. Hospitali ya Sio Kimau imeisha. Mimi nasema ugatuzi, that is the only way to go. Nakumbuka wakati wa Moi tulikuwa na maharambe Kenya yote. Hizo harambe zilikuwa zinafanyika na Kenya haikuendelea. Tunaona the same trend imeanza na hii iko na Professor Kindiki. We want to tell Professor Kindiki and those who are concerned. Kenyans don't want harambes. We want devolution. Tunataka pesa igawanywe at the national level na iende mahali imepangiwa. Hatutaki kuja kupewa pesa ya kuenda tukipewa kidogo kidogo. Hii ni ufisadi. Sijui tutakosa kuita hii ufisadi, tuite ufisadi kama nini? Katiba yetu tulipoenda 2010, katiba mpya iliongelea mambo ya ugatuzi ambapo kila region ya nchi hii inapata mgao wake. Sasa hii pesa ingine tunaambiwa na Kindiki ilitajwa wapi na Bandi juzi? Tuliona kweli Bandi akiongelea pesa ambayo itapelekwa na Kindiki? This is corruption in making. And now is the time that Kenyans must come up and tell this government enough is enough. Hatutaki mambo ya ufisadi. Hii ya Professor Kindiki ni ufisadi, na tukakosa kuita ufisadi kwa rangi yake tutakuwa tunakosea. Ugatuzi ulipofanyika kila region inapaswa kupata pesa yake, lakini nitaongelea mambo ya ufisadi ambao unafanyika katika counties. Tunamshukuru Wavinya Ndeti na Wavinya Ndeti kwa sababu ya kazi ile tunaona wanaendelea kufanya katika Machakos. 2027 tutakupea one more term. Tutakupea one more term umalizie hiyo kazi. Mungu awabariki. Ni maoni nilivyosema wakati nilianza, ni maoni Bungewane, Bungewana, Bungewane, Bungewana. Asante. Ni maoni ya baadhi ya wakazi wa eneo bunge la Mavoko katika eneo hili la Mlolongo. Bila shaka tupo katika bunge la mwananchi hapa, na hiki ni kitengo ilivyo desturi cha bunge la maisha on the road. Kila siku ya Jumatano bila shaka tunatembea katika maeneo mbalimbali kuweza kuzungumza na wananchi, kuweza kujua hisia zao kuhusiana na hali ilivyo katika taifa hili. Kwa dakika moja nikihitimisha, nitazungumza na mwenyekiti, labda atatupatia maneno yake ya mwisho wakati tunamaliza mazungumzo haya. Bwana mwenyekiti, tukimaliza, sijui your parting shot ni gani? Unaweza ukasema kitu gani labda kwa dakika moja, dakika mbili, wakati tunahitimisha bunge la maisha katika bila shaka hapa eneo la Mlolongo? Kwanza nishukuru sana Standard Media Group kwa kuona sisi tunafaa mkuje mndoweke kwa kipindi tuweze kuongea na wananchi wote wa Kenya. Hiyo tunashukuru sana. Ya pili ni ya kwamba nataka kutuma salamu kwa yule jamaa anaandikanga, yule editor wa Standard, ile Standard newspaper. Mwambie vizuri he is painting the picture of what is happening in Kenya. Aendelee na kunject. Na tumemkaribisha hapa akuje tukunywe chai na yeye. Alafu nikutume kwa rafiki yangu Alelo Lofty Matambo. Siku moja alikuja hapa na akapita dakika 2-3. Pia akuja hapa tuendelee kuongea na yeye. Ya mwisho ni ya kwamba ile maoni tumetoa sisi kama wananchi ni maoni kwa serikali itilie maanani. Sisi hatuko mlengo wote, hii ni Bungewani Mlolongo, bunge la mwananchi yenye kusema hii haifanyiki, ile imefanyika na hii inafaa ifanyike. Kwa hivyo ni shukrani sana na tunakutuma salamu. Ya mwisho, ile kitu imeongelewa ya Bwana Kindiki. Nimesikia system yenu mnasema mnataka vyama ati chama iko registered. Chama yetu ya Bungewani Mlolongo, certificate yetu wewe uko nayo, kwa sababu certificate yetu kwa katiba. Bunge la mwananchi kwa kila mahali inajulikana.
Sisi we don't need certificate. We need to be people na tukue kwa chama yetu ya Bunge 1 Mlolongo. Wakati unakuja Mavoko, this is the ngetu yetu Mavoko, kuja kwanza tuongee na wewe kwa boardroom. Hiyo maneno ya kukula fumbi na kutubangisha laini ya 100, we will not accept that. Na nimefika hapo. Na anasema kwamba ana base. Nyinyi ndio msikii base bana. Umesikia hilo lakini? Ya kwamba hata nyinyi base haionekani ni kusikika. Wewe unajua wewe ni ndugu yetu wa hapa tu Embu hapa. Base ni kusikika. Hata nyinyi siwe mnasikia niko na base. Hiyo yake ya kuonekana sijui iko wapi, lakini Bwana Kidiki karibu sana ukuje kwanza kuongea na wewe. Huyu ni mwenyekiti wa bunge la mwananchi hapa Mlolongo, wenyewe wanaliita bunge 1 katika bila shaka kaunti ya Machakos, na wananchi wameweza kutoa maoni yao mbalimbali. Asanteni sana wana bunge la mwananchi. Shukrani sana kwa kuweza kutoa maoni yenu. Bunge 1 Bunge 1 Bunge 1 Radio Maisha tuko mbele pamoja, sio? Bunge la Maisha tuko mbele pamoja. Kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimefaulisha upeperushaji wa kipindi hiki bila shaka ndani ya Maisha asubuhi, japo nilivyosema ni kitengo kile ambacho kilianza kwa dakika 30, lakini kutokana na kwamba wengi wa wananchi wanataka kuweza kuendelea kutoa hisia zao, wanasema hi cousins, imebidi basi turefushe zaidi na kuweza kufikisha takriban saa nzima hii ya mazungumzo. Kwa niaba ya wote, mimi la ziada sina ila kusema shukrani. Naitwa Dalmas Sakali, naomba nirejee upande wa pili studioni. Nani ajuae, labda Jumaa kesho, Jumatano litakuwa ni eneo lako. Kwa hivyo kaa chonjo, wanavyosema vijana mtaani, kaa rada. Moja kwa moja kwako Mandri.